Hiyo inaitwa imagination. Wakati unakuja kwenye ibada ulikuwa na imagine nini? Imagination inafanya kazi. Hata mimi Mungu, mtumishi wa Mungu, nikienda kumwombea mtu, nina imagine kwanza ukuu wa Mungu na uwezo wake. Alafu naona tatizo hilo mbele yangu sio kitu, kwa sababu hakuna mlima unaweza kusimama mbele ya Zerubabeli, asema Bwana. Kwa sababu nina imagination. Umeimagine nini? Sawa, tumekuja kusikiliza neno la Mungu. Sawa, kuna mtumishi wa Mungu amepaka mafuta. What do you imagine? Ulikuwa na imagination gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla sijamleta mtumishi wa Mungu hapa, kama hujachange your mind, utakuwa mtazamaji na utamaliza kongamano na utabaki vile vile, kwa sababu hauna imani. Na imani nimesema ni imagination. Kwa hiyo tangu nakuja lazima uwe na picha kwa ili kongamano la kwangu. Hii siku ya leo ni ya kwangu. Bwana Yesu asaidie sana. Huyu mwanamke aliposikia habari za Yesu, aliposikia hakuwahi kumuona, alisikia tu. Akasema nitakwenda nyuma, nitagusa upindo wa vazi yake na nitapona. Alisema moyoni. Imagination ni kitu cha moyoni, ndani ya moyo wako, kwa sababu kwa imani, kwa moyo mtu ufanye nini? Uamini hata kupata haki. Kwa hiyo tunathibitika katika haki, sio mdomoni, tunathibitika moyoni, kwa sababu imani inazaliwa moyoni. Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata nini? Wokovu. Hauwezi kupata wokovu kama kwa moyo hujaamini. Moyo wako unakuhubiria nini? Moyo wako una picha gani? Bwana Yesu asaidie sana. Ninaongea na mtu Maria. Yesu sehemu nyingine akaulizwa katika kitabu cha Luka 17, akaulizwa na wanafunzi wake, na ufalme wa Mungu utakujaje kujaje? Yesu akaambia katika Luka 17:21, na alipoulizwa Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kufanya nini? Kwa kuchunguza. Hauwezi kufanya research juu ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Ufalme wa Mungu ni issue ya imani. Ufalme wa Mungu si juu ya kula na kunywa. Ufalme wa Mungu ni juu ya furaha, amani na haki katika Roho Mtakatifu. 21 anasema wala hawatasema tazama huko huku au huko kule, maana tazama ufalme wa Mungu umo wapi? Ndani yenu. Wapi? Mioyoni. Kwa hiyo unaanza kupokea ufalme wa Mungu kwa imagination ya moyoni. Unazalisha imani. Imani ni mkono unaopokea muujiza. Do you understand? Rudia hiyo neno. Imani ni nini? Sema mara tatu. Sema kama una mdomo. Sema tena kama una imani. Yes. Imani ni mkono wa kupokea muujiza. Unaweza kuwa na mkono lakini una mkono wa imani. Kuna watu ni handicap katika ulimwengu wa roho. Ni viwete, ni walemavu, hawana mikono kwa sababu they don't have faith. By faith you can receive anything. Bwana Yesu asifiwe. Imani haiji kwa kuchunguza. Ufalme wa Mungu kwa ndani yako. Hauwezi kufanya kutafuta ufalme wa Mungu labda uko Singida, uko kwako. Unakaa ndani yako. Biblia inasema yeyote aniamini mimi na maneno yale nisemayo, mito ya maji itatoka ndani yake. Haisemi itatoka juu yake. Kwa hiyo ili uactivate imani yako, ili uishe imani yako ndani, iwe kama mito ya maji mengi, unahitaji kumwamini Mungu na kazi zake. Na sasa yeyote anilie kazi zilizofanya, naye kubwa zaidi ya hizi atafanya, atazifanya. Sasa kama watu walitendewa na Yesu, unaweza kutendewa. Kinachohitajika nini? Imani. Kwa hiyo ondoa usomi, ondoa reasoning ukitaka kupokea. Vichaa wa imani ni wale wasiotaka kufanya reasoning. Ondoa reasoning, ondoa udadisi, ondoa uchunguzi. Hivi nitakuwa na kweli? Hivi ndio nimeondoa vile tu. Hivi ni kwa leta mko na madhabahu hilo linaweza kutengeneza muujiza katika maisha yako. Wote nyingine, faith does not walk by emotion. Faith walk by conviction. Imani haifanyi kazi kwa hisia. Nimesikia kama vile moto ulipita miguuni, basi miguu yangu itakuwa imepona. Imani inafanya kazi kwa conviction. Na conviction sio akili, conviction ni kitu cha rohoni, cha moyoni.
Conviction ni kama vile ushuhuda unashuhudiwa. Biblia inasema Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu. Kwa hiyo imani ni ushirika kati ya roho yako na roho ya Mungu, kushuhudiwa ya kwa hili neno ni la kwako, hili neno ni sahihi, ya kwa kifuniko kinachokufunika usionekane kama mwana kinaondoka ndani yako, unashuhudiwa na unapokea amina, unasawishika. Mwambie jirani yako unasawishika. Basi jioni ya leo mwambie jirani yako sawishika. Be convicted ya kwamba today I will walk by conviction and not by emotion. Sitatembea kwa hisia, nitatembea kwa kusawishika kwa ndani. Roho wa Mungu atanishuhudia ya kuwa mimi ni mwana wa Mungu. Kama ni mwana wa Mungu, mimi ni mrithi, sio mtumwa tena. Mimi ni mwana. Be convicted inside of you. Am I talking to somebody here? Kama naongea na watu watakao sawishika leo, wangepiga makofi mazuri. Am I talking to you? Niko sawishika. Can you imagine? Musa, Biblia inasema Musa alivyokuwa ni mtu mzima alikataa kuitwa nani? Mwana wa binti Farao. Lakini Biblia inasema kwa imani Musa alivyokuwa mtu mzima, Musa anawezaje kuiacha ikulu? Anawezaje kuacha chakula cha ikulu? Anawezaje kuacha ulinzi wa jeshi la ikulu? Alafu anakataa kuitwa mwana wa binti Farao, mwana wa princess. Anakataa kukaa pale. Musa kwa imani aliona Kanaani. Musa kwa imani aliona kuna watu wengi anaenda kuongoza kuliko. Kwa imani alijua kwamba anaenda kuongoza kundi la Bwana. Kwa hiyo kwa imani Musa akasema no, ni bora niende kula chakula kisichofaa kuliko kukaa ikulu, kwa sababu nina picha inside of me, nina conviction, nimeshawishiwa na Roho wa Mungu ya kwa kuna kitu kikubwa zaidi ya kukaa kwenye nyumba ya Farao. Kwa imani utamwacha huyo sponsor anayekusponsor, maana ndio anayesia ndoa yako. Kwa imani utasema bora nile ugali na mlenga, lakini kuna siku inakuja na mume wangu ameangalia kwa ajili yako. I pray. I want to be somebody. Mwambie jirani yako siendi kwa hisia. Ninaenda kwa ushuhuda wa ndani. Ninaongea na watu mahali hapa. Kwa katika hiyo Waebrania 11:24 inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Ninategemea watu wazima ndio wanakuwa wana. Sio watoto, watu wazima. Biblia inasema nilipokuwa mtoto nilifikiri kama niliongea kama nilitazama kama. Sasa nimefanya nini? Nimekuwa nimeyabatilisha mambo ya nini? Ya mtoto. Kwa hiyo tunapokuwa watu wazima ndio tunaanza kutembea kwa imani. Maana hatunywi tena maziwa, tunakula chakula kigumu. Chakula kigumu ambacho hauhitaji hadi upewe kichupa cha mafuta ndio uamini ya kuwa Mungu yuko na wewe. Kwa hiyo Musa aliona utukufu mkuu uliokuwa mbele yake. That's why akaamua kukataa kuitwa mwana wa binti Farao. Nimalizie kukwambia you can't explain supernatural but you can experience supernatural. Yaani ili uone miujiza hauwezi kuanza kusema labda nikifanya 1 2 3 utaona muujiza. Tuna experience at explain. Yaani hata mtu akikwambia ilikuwaje unataka mimi sijui. Imekuwaje? Sijui. Amefanyaje? Ninachojua nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Sasa ninaona. Tena natembea. Sikuwa huko wewe. Yaani I don't know. Lakini ninachojua nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Ninachojua nilikuwa maskini, sasa nina pesa. Zimetoka wapi hata mimi sijui. Ukiniambia nikupe kanuni za kifedha sina majibu, kwa sababu kuna namna tu. Kuna mtu mmoja kuna namna inatokea. And that is faith beyond your imani. Sitaki kuchunga watu wasio na imani. Utakuwa mzigo kwenye maisha yangu. Nataka uje kunipa shuhuda za imani. Kwa imani pasa nimepata gani? Kwa imani sio kwa jasho jingi. Kwa imani nimepata mume mwenye PhD. Wapi? Naongea na wewe au na wewe? Kama naongea na wewe piga makofi mazuri. Amefanyaje mimi sijui. Imekuwaje hata mimi siwezi kueleza. Lakini ninachojua nilikuwa kipofu. Sasa ninaona. Wafalsafa ambao tuambia sana
ilikuwaje, lakini ninachojua kuna mtu mmoja anaitwa Yesu. Alikuja akaniponya. Imekuwaje sijui, amefanyaje sitambui. Lakini ninachojua nilikuwa kipofu. Sasa ninaona. Supernatural, you cannot explain it, you can experience it. Mambo ya kiroho huwezi kuyaeleza, ila unakutana nayo. Ndio maana muujiza. Muujiza hautokani na bidii. Muujiza unatokana na imani katika Kristo Yesu. Imani ni uwezo wa kuyasadiki yasiyowezekana na yasiyoelezeka. Naomba kila mmoja sema hivyo. Imani ni kuyasadiki yasiyowezekana na yasiyoelezeka. Imani ni kufanya nini? Kuyasadiki yasiyowezekana na yasiyoelezeka. Unaona kabisa una dalili ya kupata hata kiwanja hata watu watano. Imani inasadiki mimi ni mmiliki wa kiwanja na nina title deed. Title deed ni nini kwa Kiswahili? Nina hati ya kiwanja. Lakini mtu akikueleza inawezekana, hata mimi siwezi kueleza. Kwa hiyo kusadiki yasiyowezekana na yasiyoweza kueleza, things that you can't explain it, ndio tunaita imani. Wanachosukuru. Sasa siku ya leo, kwa imani kwa neno la mtumishi wa Mungu ambalo leo atakuja kulizungumza nasi. Amen. Tunaamini kwa kuna mambo yasiyowezekana yanaenda kuwezekana. Simama kwa ndugu yako. Stand up by your feet. I hope kila mmoja amekuja mahali hapa akiamini kwa Mungu kuna jambo anaenda kulitenda siku ya leo. And that is faith. Hiyo ndio imani. Imani sio kuona, tunaenda kuona, tunaenda kwa imani. Na mimi leo ninashuhudiwa ndani ya roho yangu ya kuwa kuna maajabu yasiyo na hesabu yanaenda kutokea. Na kwa mikono ya mitume Mungu alifanya miujiza mingi kupita nini? Kuna mtu anaamini kuwa katika hili kongamano kuna miujiza mingi kupita kawaida.